Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Peter Mwangangi. Taarifa yetu kuu usiku huu: Papa Francis kuzikwa hapo kesho katika mazishi ambayo atakuwa tofauti na mengine duniani. Tuna makala maalum ya kumwaga kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani. Mipango ya kiusalama imewekwa jijini Roma, Italia, siku moja kabla ya mazishi ya Papa Francis yatakayofanyika kesho Jumamosi. Wageni kutoka mataifa mbalimbali wakiwemo marais na familia za kifalme watahudhuria. Vatican inasema zaidi ya watu 150,000 wamefika kuuona mwili wa Papa uliolazwa katika jeneza lililo wazi katika kanisa la Mtakatifu Petro. Mwandishi wa BBC Sarah Rainsford anaripoti kutoka Vatican na taarifa yake inawasilishwa na Elizabeth Kazibure. Usalama unazidi kuimarishwa kila siku hapa Vatican. Kuanzia kwenye vifaa vya kuzuia ndege zisizo na rubani hadi uwepo wa polisi wa kila aina. Ingawa kwa sasa hali inaonekana kuwa tulivu, tahadhari zaidi inachukuliwa wakati makundi ya watu yakielekea katika eneo la St. Peter's Square ili kumuona Papa Francis kabla ya mazishi yake hapo kesho. Ni kwamba ni kitu kikubwa sana na lazima ujionee, na nadhani ni muhimu sana. Ni wakati wa kihistoria, kwa hiyo lazima tuje. Niliposikia tu Papa amefariki ghafla, nilibadilisha ratiba zangu ili nifike hapa. Madeleine alikuwa likizo nchini Iceland na aliacha kila kitu na kuja hapa haraka iwezekanavyo ili aweze kumuaga Papa. Ni kitu gani kuhusu Francis unachokikumbuka na unachokipenda? Napenda tabasamu lake, uso wake ni mzuri sana. Hususan vile alivyokuwa anaonekana kama mtu asiyependa mambo mengi. He's a very simple person. Makumi ya maelfu ya watu tayari wameshapita mbele ya jeneza, wengine wakipiga mstari kwa saa nyingi ili waweze kufika mbele. Wengi wao wameweza kufanya hivyo, wakinasa kumbukumbu kuhusu Papa ambaye alijaribu kulifanya kanisa kufuata maadili ya kisasa na kulifanya liwe la umoja zaidi. Na ndio maana aliagiza Vatican linunue jengo kubwa karibu na kanisa la Mtakatifu Petro kwa ajili ya watu wasiokuwa na makazi. Papa ambaye sio wa wale wenye uwezo lakini wa wale wasiojiweza, Alberto amekuwa akiishi katika makazi haya ya msaada kwa miezi kadhaa sasa. Nina huzuni sana kwa sababu amefariki dunia. Alikuwa papa mzuri sana. Kwenye mazishi yake siku ya Jumamosi kutakuwa na watu wasiokuwa na makazi, wakimbizi na hata wafungwa. Papa Francis alifanya mapinduzi kwa kuwapa kipaumbele maskini ndani ya kanisa. Alizungumzia maskini lakini pia alionyesha matendo ya rehema kwao. Mabadiliko ya tamaduni ndiyo yanayokaribishwa zaidi na Wakatoliki waliokusanyika hapa kumkumbuka Papa kabla ya wanasiasa na watu mashuhuri kuwasili kwa ajili ya mazishi yake. Na sasa tunaungana na mwandishi wetu Anthony Irungu mubashara kutoka Vatican. Irungu, hali imekuwa vipi huko Vatican Ijumaa hii? Shughuli zimekuwa nyingi sana hapa Vatican. Maelfu na maelfu ya watu wamejitokeza kuaga ama kuona mwili wa Papa Francis, na wametoka maeneo tofauti kote ulimwenguni. Wengine walikuwa likizoni, wengine walikuwa tu papa hapa, na wengine pia wakumbuka kwamba ni mwaka wa Jubilee katika kanisa la Kikatoliki, na wengi wao walikuwa mahujaji ambao walikuwa hapa na wakasema kwamba lazima waone mwili wa Papa Francis. Hapa hili ndilo kanisa la St. Peter's na kulikuwa na bahari ya watu. Sasa hivi milango yote imefungwa, watu wote wamesharudi nyumbani kwa sababu hapo kesho hapa ndipo misa ya wafu itakuwa ikifanyika na baadaye mazishi. Na hapo awali niliweza kuja hapa kuona jinsi mambo yanavyoendelea na pia kutembelea kanisa ambalo Papa Francis atakapozikwa hapo kesho.
Na kama unavyoona niko kwenye kanisa la St. Peter's ambapo maelfu na maelfu ya watu wanazidi kuingia kuja kuona mwili wa Papa Francis angalau kwa mara ya mwisho. Na kwenye kanisa hili hapa ndipo Papa Francis alikuwa akiongoza misa kila Jumapili, na alisema kwamba hangetaka kuzikwa hapa. Kuna mapapa wengi ambao wamezikwa katika eneo hili, lakini yeye alisema hangetaka kuzikwa hapa, na badala yake akachagua kanisa lingine ambalo liko takriban kilomita 4 kutoka hapa ambalo linaitwa St. Mary Maggiore, na ni kanisa la kipekee ambalo lina ukumbusho wa mama mzaa Yesu ama Mtakatifu Maria. Na Papa Francis alikuwa na ushirikiano mzuri, ama alikuwa anapendelea sana wakati wa kuomba kuhusisha jina la Mama Maria, na hapo ndipo kila wakati akifanya safari yoyote, tuseme kwenda Sudan Kusini, kwenda DRC, safari yoyote alikuwa akienda kwenye kanisa hili kuombea hiyo safari, na akirudi angeenda pale. Pia wakati alipotangazwa kuwa yeye ni papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini, aliweza kuja kwenye kanisa hili na kuomba. Kumbuka kwamba hakuna yeyote ataruhusiwa kuingia kwenye lile kanisa, ama hafla ya mazishi itakuwa imefungiwa. Ni watu wachache sana ama viongozi wa kidini watakuwa pale ndani, na picha ya mwisho ambayo watu wataona ni jeneza likiingia kwenye lile kanisa. Hivyo basi katika eneo hili watu wanakuja kwa mara ya mwisho, kwa sababu leo jioni ama Ijumaa jioni shughuli zozote za kuona mwili wa papa zitafungwa. Na Anthony, je, umekutana na waumini wa Kikatoliki wa Kiafrika na wanamkumbuka vipi Papa Francis? Naam, nimekutana na Waafrika wengi hapa kutoka Mozambique, kutoka Uganda, kutoka Tanzania, na nilikutana na mmoja kutoka Mozambique ambaye alikuja hapa na wanawe wawili. Alikuwa likizoni, lakini wakati alipata hizi taarifa akaja hapa, na anasema kwamba anapendezwa sana na Papa Francis na hali yake ya kutaka amani kote barani Afrika na pia kote ulimwenguni. Na wacha tusikie baadhi ya maoni ambayo walikuwa wakitoa hapa Vatican na pia katika misa iliyofanyika kule Nairobi nchini Kenya. Nimefika Mary Maggiore, nimeona mahali ambayo wameandaa kwa ajili of putting the burying in there. Huwa tunafuatilia procedure yao, na tukiona hiyo the white smoke tunajua tuna pope mpya. Sisi tunayo expect ni pope ambaye atarun the church in the values of the church, the Catholic Church. Atakayekuja tuweze kushirikiana naye kuondoa mila na desturi ambazo hazifai, tuende na zile mila na desturi ambazo zinafaa. Tungependa popule mwenye anakujia wale wenye wako na unyonge, wale wako na shida, wale wako walemavu, wale wanaishi na magonjwa, wale kuwatia moyo. Tunahitaji huyu mtu ambaye yeye mwenyewe ni mnyenyekevu, lakini anataka watu wote waingie kwa Bwana. Aletwe papa mwenye atajali maskini, ajali walemavu kama mimi. Anthony, kwa kifupi tutarajie nini hapo kesho? Na hapo kesho kuanzia mida ya saa 4 kutakuwa na ibada ya wafu ambayo itakuwa ikifanyika hapa nyuma yangu, na kuna viongozi wengi kutoka kote ulimwenguni wakiwemo marais na pia viongozi wa ujumbe, mawaziri ambao watakuwa wakihudhuria ibada hiyo. Kuna marais ambao wamesemekana kwamba watakuja hapa, ikiwemo rais wa Kenya, kuna naibu rais wa Tanzania ambao wanatarajiwa kufika hapa, na pia marais wengine wa barani Afrika na pia kutoka kote ulimwenguni. Kwa ujumla kutakuwa na viongozi wanaowakilisha mataifa 170, na baada ya misa kutakuwa na msafara ambapo mwili wa papa utaelekezwa katika kanisa la St. Mary Maggiore, takriban kilomita 4 kutoka hapa ambapo atazikwa, na pia itakuwa ni ibada ya faraga. Hakuna watu wengi wataruhusiwa, na baadaye Jumapili kanisa litafunguliwa ambapo umma utaruhusiwa kuingia pale ndani na kuangalia kaburi la papa. Na asante sana Anthony kwa hilo kutoka Vatican. Na
Sasa hapa studioni tunaye Mtawa Jane Kimathi kutoka ambaye ni mkurugenzi wa programu katika Taasisi ya Theolojia na Utume Katoliki barani Afrika, PACTPAN. Kimathi, unamkumbuka vipi Papa Francis? Asante sana Mwangangi. Papa Francis namkumbuka ni baba, mchungaji na ni rafiki kwangu mwenyewe. Nasema ni rafiki, niliwahi kukutana na Papa Francis mara 3. Mara ya mwisho nilimsalimia alikuwa kabla akuje Kenya. Alikuja na mcheko mkubwa sana. Namkumbuka papa mwenye tunasema na kizungu smiling pope. Alikuja na mcheko mkubwa akasema, umetoka Kenya, nataka nijue nikielekea Kenya nitasalimia watu aje. Nikamwambia utasema habari. Akaniambia nimwandikie. Baadaye kabla tumalize mkutano aliniita njoo habari. Alikuwa ananiita habari. Kwa hivyo namkumbuka ni papa mwenye yuko papa wa chini kabisa. Alitoa jina la kama kusalimia watu. Alisalimia watu bonjono, habari yako. Hakuleta makuu. Kwa hivyo namkumbuka mtu mnyenyekevu, mpenda watu na mwenye aliishi na watu. Nitamkumbuka ni mtu alikuwa analeta mabadiliko kwa kanisa. Naam. Umezungumzia mabadiliko. Unazungumziaje nafasi ya wanawake katika uongozi hasa wakati ambapo Papa Francis alikuwa uongozini? Katika hali ya wanawake tunaweza sema Papa Francis alibarikiwa. Hatusemi anapenda wanawake kwa vibaya. Alitupatia kama sisi watawa wanawake mahala pa Vatican na kufanya kazi. Leo hizi tunaongea hivi, kuna mwanamke mmoja ako kwa serikali ya Vatican. Unajua Vatican ni serikali yenyewe kama ya Kenya. Ndio. Haingejulikana before kama hivyo, lakini kutoka ingia ameleta wanawake. Wengi wamechukua fursa nyingi sana katika mabadiliko ya Vatican. Hata katika sinodi yenye imemalizika juzi, ambayo ni mkutano mkubwa wa kanisa. Kulikuwa wanawake 57 waliingia katika huo mkutano na pia walivote, walipiga kura. Ni kusema hali ya wanawake kwa Papa Francis ilikuwa ya hali ya juu. Na venye umesikia anazikwa kanisa la mama. Aliona wanawake kama Mama Maria. Naam. Yeah. Na asante sana Jane. Tutaendelea kusalia na wewe hapo, usiondoke. Tutaendelea na matangazo yetu kuhusu mazishi ya Papa Francis yatakayofanyika Vatican siku ya Jumamosi. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu tena. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Peter Mwangangi.
Tunaendelea na matangazo yetu kuhusu mazishi ya Papa Francis yatakayofanyika Vatican kesho Jumamosi, na ambayo atakuwa mubashara katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na YouTube, Facebook na TikTok. Sasa shughuli hiyo itahusisha nini hasa na itakuwaje tofauti na mazishi ya papa wengine? Awali nimezungumza na Padri Joseph Luela ambaye ni mwenyekiti wa mapadri wa Katoliki wa Tanzania nchini Italia, akiwa mjini Vatican. Shughuli ambazo inaendelea mpaka sasa, watu wanaendelea kutoa heshima za mwisho kwa Papa Francis, na kwa mujibu wa taarifa za mshereheshaji ambazo zilitolewa tarehe 23 Aprili, imebainishwa kuwa jeneza la hayati Baba Mtakatifu Francisco litafungwa usiku wa Ijumaa tarehe 25, yani leo, saa 2 kamili saa za Ulaya, ikiwa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki na Kati. Na hapo kesho mazishi ya Papa Francis kwa mujibu wa taratibu za Kanisa Katoliki yatakuwaje, kama unaweza kutueleza? Mazishi ya Papa Francis yataongozwa na Kardinali Kevin Joseph Farrell Kamalengo wa Kanisa Takatifu la Roma. Ataongoza ibada hiyo, ambaye ndiyo anaongoza shughuli zote mpaka sasa za Vatikani. Kutakuwa na makardinali wengine, maaskofu, mapadri, watawa, walei na viongozi mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali duniani watashiriki katika viwanja au viunga vya Vatikani katika adhimisho la misa takatifu la kumwombea hayati Baba Francisco. Na wewe binafsi unaweza kutupa picha ama kuelezea namna ambavyo kaburi la Papa litakavyokuwa kwa wale ambao hawajafahamu taratibu hizo za kuwahifadhi viongozi hawa wa nafasi ya juu kabisa katika Kanisa Katoliki? Kwa kawaida mapapa wanapokuwa wamefariki na mazishi yao yanafanyika katika Bazilika la Mtakatifu Petro Vatikani. Lakini tofauti kidogo kwa Papa Francisco. Papa Francisco yeye alitoa wasia wake tarehe 22 Juni 2022 akisema yeye maziko yake anaomba yafanyike katika kanisa la Bikira Maria Mkuu, au hapa linafahamika Maria Maggiore. Kaburi lake limetengenezwa huko, limeandaliwa huko, na labda kuongezea tu, kaburi la Papa Francis limetengenezwa kwa kupata mawe ambayo yamepatikana kutoka eneo moja la Italia linaloitwa Liguria, ambako huko kihistoria ndiko alikotoka babu na bibi yake. Kaburi lake hilo limeandaliwa na aliomba juu ya kaburi lake liandikwe Franciscus kwa lugha ya Kilatini. Na kuiandika tu Franciscus ina tofauti na taratibu za papa wengine? Utaona Papa Benedikto wa 16 limeandikwa Benedikto wa 16 tangu alipoanza mpaka anafariki. Kumbe yeye alitaka neno moja tu. Utofauti wake ni huo, linaandikwa neno moja, Franciscus. Hajaweka siju kuzaliwa, kuweka vitu vingine, hivyo vitu hajaweka, alitaka neno moja tu. Ndio. Na papa akishazikwa kuna taratibu nyingine za kikanisa ambazo waumini wanatakiwa kufuata, na tutarajie ni lini papa mpya atatangazwa? Waumini wanachotakiwa kuendelea kufanya ni kusali, kwanza kuendelea kuliombea kanisa, na pili kuombea baraza la makardinali ambao ndio wenye wajibu wa kumchagua papa, na katika uchaguzi huo basi waendelee kuangaziwa, ili basi Mungu atakapopanga wakati sahihi basi tutampata papa ambaye Mungu amekwisha mchagua na atatuthibitishia kupitia nafsi ya baraza la makardinali. Na asante Padre Joseph. Na hapa studioni bado tuko naye mtawa Jane Kimathi ambaye ni mkurugenzi wa programu katika taasisi ya Theolojia na Utume Katoliki katika barani Afrika, Pact Pan. Jane, watawa watashirikishwa vipi katika mazishi hapo kesho? Mwagangi, ni kama unaniuliza mama watakuwa? Hakuna sherehe haikosi akina mama. Watawa wako mbele katika Papa Francis mazishi. Ni wenye wanayatayarisha. Ukiangalia katika Vatican kiwa mnafuata, utaona watawa wako wengi kabisa. Kwa hivyo watawa lazima wataingia ndani kama wale wengine, na sio pia watawa.
Mazishi ni ya kila mtu, haitumui mtu kadi, kila mtu atawazilishwa. Lakini watawa, kumbuka, ni wenye wanafanya kazi sana nao. Najua watawa shirika letu lingine hapo walikuwa wanafanya kazi, kufanya kazi ya hesabu, lazima watakuwa hapo. Kwa hivyo watawa lazima watakuwa kama wale wengine. Lakini nimesikia si kila mtu ataingia katika kaburini, lakini katika misa kila mtu amealikwa, na watawa nitajua watakuwa huko sana. Hata mimi ningependa kuwa hapo, lakini nitakuwa kwa kiroho. Ndio. Na kwa wale ambao hawamfahamu kwa undani Papa Francis, wewe umekutana naye mara 3. Ni ujumbe gani ambao ungependa kuwapa kuhusu urithi wake wa kiroho? Kwenye hajai mkutana na Pope Francis mwenye ameaga, nitasema ni baba wamepotea baba wa kiroho. Lakini si wengi hawajai kutana naye kinaganaga hivi, lakini kumsikia wamemsikia. Leo nilikuwa na Waislamu walikuwa nasema venye wanampenda. Mmoja aliniambia angeomba maisha irudi nyuma, akuwe right leo. Na huyo ni Muislamu. Alifanya mengi sana. Watamkumbuka katika papa mwenye alipenda kujumlisha watu. Hakujua dini, hata hakujua, alijua mtu ni binadamu. Kujumlisha watu na upendo pia. Aliomba sana watu wasameheane. Ulimuona akienda Sudan, akatoa viatu na akaangalia chini. Ulimuona akienda Kongo na alikuwa katika hali ya kuunganisha Ukraine na Russia. Utakumbukwa mpatishanaji, mpenda watu na kuomba msamaha sana. Alilia machozi akiomba msamaha. Naam. Na asante sana Jane, tutarudi kwako muda si mrefu. Matangazo ya moja kwa moja ya maziko ya Papa Francis yatakujia kesho Jumamosi Aprili tarehe 26 kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ikiwa pamoja na YouTube, Facebook na TikTok. Ungana nasi kuanzia saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki kutazama ibada hiyo. Katika YouTube tunapatikana kupitia BBC News Swahili, Facebook ni BBC Swahili na TikTok ni BBC News Swahili. Hii ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu tena. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Peter Mwangangi. Sasa haya ni mambo matatu ambayo labda hukuyafahamu kumuhusu Papa Francis. La kwanza, hakuzuru nchi yake ya Argentina wakati wa miaka 12 akiwa papa. Pili, aliwahi kuwa mlinzi wa klabu usiku, yani bouncer. Na tatu, alikuwa shabiki mkubwa wa soka, hususan klabu ya San Lorenzo de Almagro ambayo ilishinda michuano ya klabu bingwa Amerika Kusini mwaka 2014. Na bado tunazungumzia mazishi ya papa hapo kesho, na studioni tungali na mtawa Jane Kimathi. Unatamani papa ambaye atakuja awe mtu wa aina gani?
Peter Mwangangi, hilo ni swali naweza tamani sana kusema. Nataka mwenye ataingia awe nani ama nani, awe akipenda watu. Achukue mwiga wa Papa Francis, unyenyekevu. Ni yeye peke yake alishajiita Pope Francis katika list ya wapopu wote wameshapita. Kumaanisha ni mnyenyekevu, mpenda watu na pia kuishi umaskini. Papa mwenye hatapenda mali sana, atajumlisha watu venye wako, kuchukua tu nyenyekevu venye umesikia, si venye kwa sababu yeye ni matajiri na nini na nini. Pia napenda pendekeza mwenye atakuja akuwe ni wa kuunganisha, hata kuwa na tuseme ni Afrika, Asia, Europe, aone binadamu ni binadamu na Wakristo si Wakristo peke yake, watu wote ni watu wa Mungu. Natumaini tutapata mtu kama hivyo mwenye amependa ulimwengu, mtu wa ulimwengu. Na pia tumuite mwenye anaitwa Smiling Pope. Mwenye atakuja kuwa kusmile, mtu ambaye analeta tabasamu kabisa, akikuangalia hivi nasikia anakupe roho. Ni kama anakujua vile kabisa. Na unadhani katika miaka ijayo nafasi ya wanawake katika kanisa Katoliki itakuwaje katika mwenendo ambao ameuacha Papa Francis? Swali lenye umeuliza, mwenye atafuatilia akichukua mwenendo wa Papa Francis, wanawake watakuwa na nafasi. Lakini ikiwa mwenye atakuja anasema wacha huyu amalize, hiyo ishia hapo. Kukua ile kitu ya continuity wenye wataendelea, itakuwa na nafasi. Lakini wanawake wako wanakuja na wanajua alipendwa. Kwa hivyo nafasi yao itaendelea kujulikana kwa sababu hawataachwa nyuma. Ishaandikwa. Sinodali ilituambia. Kwa hivyo kutakuwa ile wacha waendelee. Alafu pia kuna kitu kenye naweza sema habari ya wanawake. Siku hizi wanawake wamesoma. Ndio. Na wanajua haki zao, si haki za ubaya, haki za ukweli. Atukipatio kazi unaifanya vizuri, hakuna mwanaume na mwanamke. Kwa hivyo nafasi yetu itakuwa tukifanya venye tunatarajiwa. Lakini kitu kimoja kabla tumalizie, nafasi ya kuwa priest, ya kuwa padri, deacon, hiyo tutawachia Mungu, itakuwa na safari ya kwake. Unadhani anaweza kuja kutoka Afrika papa mwingine? Yako anaangaliwa, kuna macho anaangalia, inaweza kuwa hatungejua kungetoka Latin America, lakini kulitoka. Kwa nini asitoke Afrika ama Asia? Sasa mimi natarajia labda atatoka Afrika. Kwa listia wako. Tumalizie hapo. Asante sana Jen. Nikukumbushe tu kwamba mazishi ya Papa Francis hapo kesho Jumamosi atakuwa mubashara kuanzia saa 5 asubuhi saa za Afrika Mashariki kupitia kurasa zetu za YouTube, Facebook na TikTok. Kwa hiyo fuatilia matangazo hayo hapo. Na mimi sina la ziada, najulikana kama Peter Mwangangi. Kwa heri, na kabla nikuage na kuacha na picha hizi za Papa Francis.